Wakazi wa Mombasa mapema asubuhi ya leo walijumuika katika ukumbi wa Tononoka ili kushiriki katika utoaji wa maoni na kuhamasishwa kuhusu bajeti mpya ya mwaka 2026-27 ambayo katika siku 3 zijazo itawasilishwa bungeni na waziri wa hazina kitaifa John Mbadi. Mombasa ni miongoni mwa kaunti 15 ambazo zimeshiriki katika shughuli hii muhimu ya kitaifa, japo wananchi wamelalamika kutokufahamu vizuri mswada huo jinsi ulivyopangwa, huku wakisikitishwa na mafunzo hayo kufanyika nyakati za lala salama. Civic education ya lisali moja peke yake kwa finance bill ambayo unajua ni maisha yetu, is it enough? Unasema saa moja haijatosheka, ni nini haujaelewa tukueleze. Sawa? Kubahatika ni sawa, lakini haki yangu pia ni sawa. Mimi nikiangalia huu uwanja na uona hatuelewi. Kitu ya kwanza, hii makaratasi tumepewa ni kweli, lakini wengi wetu hata kizungu lewi. Mwalimu, kama ungekuja juzi alafu saa hii uje utuulize maswali, tungekujibu vizuri sana kuhusu hii kitu. Lakini saa hii kwa upande wangu na wale ambao tuko wengi tunaona ya kwamba kidogo mumetuharakisha na mumetukosea kidogo, si sana, ni kidogo. Kufuatia mapendekezo mbalimbali yaliyotolewa, Wakenya wameomba simu zinazonunuliwa madukani ziondolewe ushuru pamoja na kuondolewa kwa ushuru kwa wafanyakazi wanaopokea mshahara wa chini ya shilingi 30,000. Lakini hiyo mambo ya kusema ati tax italipwa upon activation hawaelewi, na kwa hivyo wange prefer mtu akienda tu kwa duka anunue simu yake, alipe tu pesa yake na aende, sio kuambiwa tena alipe kodi during activation. Tumepia kuelezwa maneno ya wale Wakenya ambao wanapata mapato ya chini ya up to 30,000 ya kwamba kulikuwa na ahadi ya kwamba wao watolewe, wasikuwa wanalipa pay as you earn, na Wakenya wengi wametuuliza tuhakikishe ya kwamba hiyo wametolewa kodi katika hiyo pay as you earn, kwa wale ambao wanapata 30,000 kwenda chini wasiweze kulipa kodi. Hata hivyo, wananchi wamehakikishiwa kuwa maoni waliotoa katika kaunti 15 zilizoshiriki kwenye zoezi hilo yatatiliwa mkazo pindi tu yatakapowasilishwa bungeni ili kujadiliwa na wabunge. Wiki ijayo tutaweza kuwa na ripoti ambayo tutawasilisha katika bunge, na we hope that tutaweza kuconvince wabunge wengine kuadopt our report na tuweze kukuwa na amendments ili maneno ambayo Wakenya wamesema yazingatiwe, tuhakikishe ya kwamba yako yamezingatiwa na yako katika sheria kama vile ambavyo Wakenya wametueleza across all the 15 counties ambazo tumekuwa. So ningetaka kuwaeleza ya kwamba this public participation is not an exercise in futility and Kenyans can hold us to account. Macho yote sasa yameelekezwa bungeni siku ya usomaji wa bajeti hiyo mpya. So kama hujasign hii kitu, elewa unaweka kidole nini, usije ukajikuta kwamba unajifunga. David Lukoe, Habari 24.7, County ya Mombasa.